Tumekutanika mahali hapa Bwana, si kwa ajili ya mtu awaye yoyote yule, wala si kwa ajili ya kitu kiwapo chochote kile, na kama kipo Bwana uturehemu. Lakini Mungu, tumekutanika hapa kwa ajili ya kukutana na wewe, huyu mama na huyu baba na huyu kaka na huyu dada. Nia yetu kwa pamoja ni tukusikie wewe, nia yetu kwa pamoja ni tukutane na wewe. Ni wewe ndiye uliyemtengea Adam muda wa kukutana naye pale bustanini. Saa imefika Bwana, na saa ndio sasa. Kutana nasi Mungu, kwa kuwa neno lako linasema wazi kabisa ya kwamba neno lako ni taa ya miguu yetu. Nawe Yesu ukasema hatutaishi kwa mkate tu, bali katika kila neno ambalo limetoka katika kinywa chako Mungu. Maisha yetu yanategemea neno lako, kuenenda kwetu kunategemea neno lako, kwa kuwa tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu Bwana kwa ajili yako Kristo Yesu. Tunakusihi kwa nguvu yako na kwa neno lako Bwana, umfunue Roho wako Mtakatifu katika saa hii, ili Mungu kutaniko letu hili mahali hapa Bwana lisiwe ni la bure, bali Mungu likuzalie wewe matunda kwa utukufu wako. Wewe ndiye unayemjua vizuri huyu baba, ndiye unayejua vizuri na biashara na kile ulichompa neema ya kufanya, kwa hao walioajiriwa na kwa hao waliojiajiri wenyewe. Wewe ndiye unayemjua huyu mama, na wewe ndiye unayetujua sisi vijana. Unajua kesho yetu tunakwenda wapi, unajua njia tutakayoipitia. Ndio maana umesema kwenye Zaburi 32 mstari wa 8 ya kwamba utatufundisha na kutuonesha njia. Kwa hiyo njia unaijua wewe, sio sisi. Tuko hapa Bwana ili tuijue njia ya kumaliza mwaka huu 2025 na kufungua mwaka mpya 2026. Kwa sababu tunaye wewe, tunalotarajio ya kwamba tutaingia huo mwaka, ya kwamba tutaenenda sawa sawa na vya kwako. Mungu jifunue sahihi, Mungu jifunue sahihi, Mungu jifunue sahihi, na huo utukufu wako uketi katikati yetu, na kila aliyoko mahali hapa Bwana akili zake zipate kufunuliwa, masikio yake ya ndani ule usikivu upate kufunuliwa. Useme nasi kwa kiwango cha kusudia kusema mwenyewe, na umfunue Roho wako Mtakatifu apate kusema nasi. Nipungue mimi Bwana, jina lako lipate kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo. Sema nasi Bwana, nasi tuko tayari kusikia. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Mungu awabariki sana praise team. Kitabu kile cha Injili ya Yohana Mtakatifu, ule mlango ni wa 3 na ule mstari ni wa 16. Tunaomba msimame kwa kuliheshimu neno la Bwana. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, mlango ule wa 3 na mstari ule wa 16 hadi ule mstari wa 21. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwanawe ulimwenguni ili kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Mungu mtakatifu, saa hii ndiyo sasa, na ule muda uliokusudia katika tarehe hii Mungu Mwenyezi ndiyo sasa Bwana, tarehe ya 21. Ulikusudia huyu mama awepo, na huyu baba na huyu kaka na huyu dada awepo katika ibada hii, ili upitishe hichi cha kwako kwa ajili yake. Basi yafunue masikio yetu sasa, kila mmoja kwa namna ulivyomkusudia tuweze kupokea. Unitumie mimi Bwana kupitia Roho wako Mtakatifu
kulinena neno lako katika ujasiri wote na katika hekima. Nami nimeomba kwako Mungu, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Pigie tena Yesu makofi. Karibu ukae. Ninawasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Nimekutana na changamoto ndogo ya kuulizwa jina langu ni nani. Unahubiri tu alafu naambiwa mbona jina halijulikani. Kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu Mwinjilisti Daniel Elibariki Molel. Mwinjilisti na Mwalimu Daniel Elibariki Molel. Zingatia Molel zaidi. Kwa hiyo aliyoko hapa mbele ni Masai mmoja. Haleluya. Haleluya. Na meno yake ni mekundu sio meupe. Kwa hiyo usishangae sana. Haleluya watu wa Bwana. Hebu msalimie jirani yako, mwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Mwambie leo kuna cha kwako. Yesu amekaribia kuzaliwa. Na azaliwe ndani yako. Na azaliwe kwenye maisha yako. Na azaliwe kwenye kila kitu cha kwako. Kwa jina la Yesu. Pigie tena Yesu makofi ya kutosha. Tumepewa ujumbe mzuri unaosema tutazamie kwa furaha ujio wa Mwokozi. Tutazamie kwa furaha ujio wa Mwokozi. Ni ujumbe mzuri ambao tumepewa kwenye kalenda yetu ya KKKT. Katika juma hili tunatazamia kwa furaha ujio wa Mwokozi. Tunasema kwa lugha ya kawaida kwamba yule mwanamke amekaribia kujifungua. Yule mwanamke amekaribia kujifungua na mtoto atazaliwa. Na kwa kawaida yetu wanadamu tunasema nyumba yoyote ya Kiafrika, kwetu sisi kwa Wamasai mtoto akizaliwa kwenye boma kwa kawaida tunapiga vigelegele. Wamama wanapiga vigelegele. Haleluya. Kwa hiyo ningesikia vigelegele vya wamama hapa, hata kama baada ule muda wa 25 hujafika, lakini tunaanza kuashiria kwamba muda umekaribia. Haleluya. Wamama wangapi wako tayari kumpigia Yesu vigelegele hapa? Baba wangapi wako kumpigia Yesu makofi ya kutosha hapa? Haleluya. Kwa hiyo tupo kwenye kipindi ambacho ni kipindi kizuri. Kila mtu anatarajia jambo jema. Amen. Na tunaamini kwa uwezo wa Bwana ya kwamba litazaliwa jambo jema katika maisha yetu. Tuna kichwa kidogo hapa kinachosema upendo chanzo cha wokovu. Upendo chanzo cha wokovu. Upendo chanzo cha wokovu. Kama tulivyosoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana mlango huo wa 3 mstari wa 16 hadi ule mstari wa 21, ndilo neno letu kuu ambalo linatuongoza hapa. Na lengo langu la kutengeneza kichwa kidogo hichi ni Mungu anatufahamisha kupitia neno lake kuwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni ishara kubwa ya upendo kwa ulimwengu. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni ishara kubwa ya upendo kwa ulimwengu uliofungua mlango mkubwa wa wokovu kwa mwanadamu. Ni ishara kubwa ambayo ndani yake imebeba upendo kwa ulimwengu, na huo upendo unafungua mlango mkubwa kwa ajili ya kuleta wokovu kwa mwanadamu, na huyo mwanadamu ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Isaya ule mlango wa 43 ule mstari wa 4, kitabu cha Isaya ule mlango wa 43 ule mstari wa 4, kuna kipengele unakiona pale. Yesu anasema, Mungu anasema ametuheshimu, lakini pia tumekuwa wa thamani machoni pake. Anasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, anasema nami nimekupenda. Umeliona hilo neno mtu wa Mungu? Anasema nami nimefanyaje? Nimekupenda. Kwa hiyo tunaona kuna vitu vitatu pale juu. Kitu cha kwanza, sisi ni wa thamani mbele za Bwana. Lakini kitu cha pili, tumeheshimiwa. Lakini kitu cha tatu tunachokiona cha muhimu, Mungu ametupenda. Haleluya. Mwambie jirani yako, Bwana anakupenda.
Mwambie Yesu anakupenda. Mwambie tena Yesu anakupenda. Kwa sababu hiyo tumependwa na Bwana. Ndio maana Mungu tunaposoma kwenye kitabu cha Yohana mlango huo wa 3 mstari wa 16 unanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Kwa hiyo upendo wa Mungu ulitangulia kwanza. Tafuta mahali popote, angalia sehemu yoyote ile, mahali popote penye upendo. Mahali popote penye upendo huwezi kukosa amani. Mahali popote penye upendo huwezi kukosa utulivu. Lakini pia mahali popote penye upendo huwezi kuyakosa mafanikio. Kwa nini? Kwa sababu penye upendo ndipo palipo na utulivu. Na mtu yeyote mwenye utulivu ana uwezo wa kufikiri mambo kwa usahihi, ana uwezo wa kuamua mambo kwa usahihi, na ana uwezo pia wa kutekeleza kwa usahihi. Kwa hiyo mwisho wa siku kile kitu kinafanikiwa kwa sababu alikuwa ana upendo ndani, alikuwa ana utulivu, utulivu wa kuamua, lakini pia utulivu wa kutenda. Nami nakuombea kwa Bwana, tunapokwenda kumaliza msimu huu wa mwaka 2025, Mungu afungue mlango mpya wa upendo ndani yako, utakaozaa utulivu, utakaokupa utulivu wenye kuamua vyema, lakini pia utende kwa usahihi ambao kutakuletea matokeo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tuangalie mambo ya msingi ya kujifunza hapa kwenye kitabu hiki cha Yohana mlango huu wa 3 mstari huu wa 16 hadi wa 21. Jambo la kwanza, upendo wa Mungu umetufungulia mlango wa wokovu kwetu. Upendo wa Mungu umetufungulia mlango wa wokovu kwetu. Tunaposoma kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana tunaona kabisa, kama si upendo wa Bwana kutupenda bure pasipo chochote, asingaliweza kumtoa mwanae wa pekee. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kwa kinachomsababisha Mungu kumtoa mwana wake wa pekee ni upendo ambao ametupenda toka zamani. Anasema kwenye kitabu cha Yeremia mlango wa 31 ule mstari wa 3, ametupenda kutoka zamani, tena ametuvuta tuje kwake kwa fadhili zake nyingi. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo upendo wa Mungu umetufungulia mlango ambao huo mlango umetuletea wokovu kwenye maisha yetu. Haleluya. Lakini katika hili jambo la kwanza nataka tuangalie mambo kama matatu. Kitu cha kwanza cha kuangalia hapa, kilichomsukuma Mungu kumtoa mwanawe pekee ni upendo alionao kwetu ili tusiendelee kupotea. Kilichomsukuma Mungu kumtoa mwanawe pekee ni upendo alionao kwetu ili tusiendelee kupotea. Unaposoma ule mstari wa 16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Anaposema ili kila mtu amwaminie asipotee, hii inatupa kujua kwa lugha ya Biblia ya kwamba tayari tulishaanza kupotea. Na kupotea kwetu tulishaanza kupotea tangu pale kwenye bustani ya Eden. Tulianza kupotea pale, ndiko kupotea kwetu kulikoanzia. Kwa anapokuja kusema kwenye Injili hii ya Yohana kwamba ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na ule uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu anaufunua upendo wake, lakini lengo lake jingine la kumtoa huyu mwana wa pekee ni ili huyu aliyefunuliwa huu upendo asiendelee kupotea. Kupotea ni kupi? Kupotea ni kufanya vitu kwa hasara. Kupotea ni kupi? Kupotea ni kuishi maisha yasiyokuwa na mwelekeo. Kupotea ni kupi? Kupotea ni hujui ulikotoka, hujui hata ulipo, lakini pia hujui hata unapokwenda.
Huko ndiko kupotea kunakozungumzwa na Biblia. Lakini unapoamua kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana yake unatangaza habari mpya kwenye maisha yako. Ndio maana anasema ya kwamba ili wasipotee bali wawe na uzima, tena ule uzima wa milele. Kumbuka uzima ndani yake kuna uhai. Kwa hiyo unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndani yako kunaingia uzima. Ndio maana alimwambia Martha kwenye kitabu kile cha Yohana mlango wa 11, alimwambia ya kwamba mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Alimwambia Martha, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Maana yake ndani ya Yesu Kristo kuna ufufuo na kuna uzima. Kwa hiyo yote ambaye anamwamini Yesu Kristo, hamwamini tu Yesu Kristo peke yake. Ukishamwamini Yesu Kristo, ndani yako kunaachiliwa neema ya uzima, kunaachiliwa neema ya uhai. Kwa hiyo kama kuna kitu ulikuwa unacho ambacho kimekufa kabisa, kama ambavyo Martha ndugu yake Lazaro walikufa kabisa, lakini kwa kuwa walikuwa wanamwamini Yesu, Yesu alipokuja kwenye nyumba yao, yule aliyekuwa amekufa kwa ajili ya upendo ambao Yesu alikuwa nao kwa Lazaro kilifufuka tena. Kwa hiyo tunapokuwa tunamwamini Yesu Kristo, upendo wa Mungu unafunuliwa kwetu. Kwenye kile ambacho kimekufa, huwa na uhakika hata usipomwambia Bwana, Bwana anakifufua tena. Haleluya. Mimi sijui umetembea kwenye mwaka huu kwa mtembeo wa namna gani, lakini ninachojua uliingia kwenye madhabahu hii ya Bwana. Eza ikawa uliingia kila asubuhi na uliingia kila mchana na uliingia kila jioni. Enda ikawa mchungaji akukuona, enda ikawa mwinjilisti akukuona, enda ikawa parishweka akukuona, enda ikawa mzee wa kanisa akukuona, lakini wewe ulikuwa unakuja hapa kumtafuta Bwana. Ni maombi yangu kwa Bwana ya kuwa tunapoelekea Christmas hii, anapozaliwa Mwokozi wa ulimwengu, azaliwe kwenye maisha yako, ili yale mateso uliopitia mwaka huu toka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12, kama mchungaji wa madhabahu hii alipotangaza mahali hapa akasema, Bwana azikumbuke sadaka zako. Ikiwa tunatumia speaker nzuri namna hii, Bwana akumbuke sadaka yako, aufunue ule upendo wake. Kumbuka upendo ya Mungu hauchangamani na huzuni. Haleluya. Jambo la pili, kitu cha pili cha kuangalia hapa, Mungu anatuletea wokovu mpya kweli, lakini umebeba sharti moja kubwa. Mungu anatuletea wokovu mpya kweli, lakini umebeba sharti moja kubwa, kumwamini yeye. Hilo sharti ni kumwamini yeye kama Mungu wa pekee na wa kweli, na aliyemtuma, yaani Yesu Kristo, ili tusiendelee kupotea. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuletea kweli wokovu mpya, lakini huu wokovu unalo sharti moja la kumwamini yeye kama Mungu wa pekee na wa kweli. Nisaidie kufungua kile kitabu cha Yohana ule mlango wa 17 na ule mstari wa 3. Yohana ule mlango wa 17 na ule mstari wa 3. Biblia inasema hivi. Tusome kwa pamoja pale, kwa pamoja tusome. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa nini? Mungu wa nini jamani? Mungu wa nini jamani? Na wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo sharti mojawapo tulilonalo ni kumwamini yeye, ya kwamba ndiye Mungu wa pekee. Hata kama iko mingine, lakini yeye anabaki kwenye upekee. Hafananishi na mtu mwingine yoyote, hafananishi na miungu mingine yoyote. Bwana Yesu asifiwe.
Ndio maana malaika alipomtokea Gideoni kwenye kitabu cha Waamuzi mlango wa 6 kuanzia ule mstari wa 11, ukisoma pale unaona Gideoni akisema ya kwamba kama kweli huyu Mungu ametutoa kutoka Misri, mbona amekuja kutuacha hapa? Tumesikia habari zake kutoka kwa baba zetu, lakini mbona amekuja kutuacha hapa? Kitu kimojawapo ambacho Mungu alikuwa anataka kukifanya kwa Gideoni ni kumjulisha Gideoni upekee wake utabaki pale pale, hata kama tayari nyumba ya baba yake ya mzee Yoashi imeshaamua kumwamini na kumwabudu Mungu wa Baali. Lakini Mungu alipomtokea Gideoni alitaka kujitofautisha kati ya yeye aliye Mungu wa pekee na miungu ya Baali. Pigie Yesu makofi kama unampigia Yesu makofi ya kutosha. Alitaka kujitofautisha kwamba mimi ni Mungu wa pekee na miungu mingine yote itafuata nyuma yangu, iko chini yangu, haina mamlaka yoyote juu yangu. Mimi ndiye mtawala leo, ndiye mtawala jana, ndiye mtawala milele. Alimwambia Musa, akikuuliza waambie mimi niko ambaye niko. Inatamani huyo Mungu ambaye niko awe ndiye Mungu wako. Ukiukanyaga ule mwaka wa 2026 unasema niko na ambaye niko, natembea na niko na ambaye niko. Huyo ambaye amesema kwenye kitabu cha Ufunuo ya kwamba mimi ni mwanzo tena ni mwisho. Ukiingia kazini unasema niko na ambaye ni mwanzo na tena ni mwisho. Wangapi wanamwamini Bwana aliye hai? Wampigie Yesu makofi mahali hapa. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo ule mlango wa 1 mstari ule wa 21, nataka nikuoneshe kitu hapa. Mathayo ule mlango wa 1 ule mstari wa 21 unasema, naye atamzaa mwana, nawe utamuita jina lake, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na nini. Sasa turudi hapo nyuma. Maana yeye ndiye atakayefanyaje? Atakayeokoa nini? Watu gani? Mimi na nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu alipozaliwa, kusudi mojawapo ambalo liliwekwa ndani ya Yesu wakati anazaliwa ni nguvu ya wokovu. Ilikuwa ndani yake ya kwamba atakapokuja amebeba nguvu ya kuwaokoa watu wake kutoka katika dhambi. Kwa hiyo yeye atakayemwamini sasa, kulingana na kitabu cha Mathayo, kulingana na kitabu cha Yohana mlango wa 3 mstari wa 16, tunaposoma pale, maana yake tunajua huyu aliyekuja amekuja akiwa na neema ya wokovu kwa ajili ya maisha yetu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tuangalie kitu cha tatu hapa. Kitu cha tatu hapa ni hiki. Mungu anatufundisha asili ya maongezeko kwenye kitu chochote hapa duniani. Ipo kwenye kutoa kwanza wewe, unayetaka kuongezeka kwenye kitu chochote. Mungu anatufundisha asili ya maongezeko kwenye kitu chochote hapa duniani tulipo. Ipo kwenye kutoa kwanza wewe, kwanza mimi. Ipo kwenye mimi kutoa kwanza kwa wewe unayetaka kuongezeka kwenye kitu chochote ama kwenye jambo lolote. Unaposoma kwenye hichi kitabu cha Yohana unaona upendo wa Mungu ulimpa Mungu kumtoa mwana wake wa pekee. Haleluya. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka unaona Mungu anapozungumza na Musa juu ya wana wa Israeli kumtolea sadaka. Moja kati ya kitu ambacho Mungu anamwambia Musa, waambie wanitolee sadaka kwa moyo wa nini? Kwa moyo wa nini watu wa Mungu? Kwa moyo wa kupenda. Kwa hiyo tunaona hauwezi kumtolea Mungu vile istahilivyo kumtolea kama ndani yako huna moyo wa upendo kwake. Lazima umpende huyu Mungu kwanza,
umpende sio kwa maneno ya kinywa chako, bali umpende kwa moyo wako wote, ya kwamba uamini kwamba ndiye Mungu kwako, uamini kwamba ndiye Mwokozi kwako, uamini kwamba ndiye msaada kwako, uamini kwamba ndiye mfalme kwako, uamini kwamba hata kama kuna miungu ya kwetu ya Kimasai, lakini huyu Mungu aliye mkuu amezidi miungu ya Kimasai, amezidi miungu ya Kichaga, amezidi miungu ya Kimeru, amezidi miungu ya kila kabila. Yeye abaki kustahili kuwa Mungu, aketi hapo juu, akae hapo juu, atawale hapo juu. Ya kwamba moyo wako hata ukipita kwenye zoruba, ukipita mahali pagumu kama Danieli alivyopita mahali pagumu, pale ambapo maamiri, pale ambapo mawaziri, pale ambapo maliwali walimgeuka, wakaenda kwa mfalme, wakafika kwa mfalme, wakaanza kusema ya kwamba huyu mtu, wakaanza kuunda mbinu na njama ili kuhakikisha ya kwamba Danieli asivuke, kwa sababu walimsikia Danieli ya kwamba amependwa sana na mfalme, na mfalme ameazimu kumweka juu. Wakaunda kanjama fulani ili kuhakikisha kwamba Danieli, kwa kuwa anampenda Mungu wake, ili ateketee kwenye lile tundu la simba. Lakini Danieli akasema, hata iinuke dhoruba gani, mvua inyeshe, jua liwake, ukame uje, vumbi lije, haijalishi nitamwabudu huyu Mungu. Ukisoma kwenye Biblia kitabu cha Danieli inasema ya kwamba Danieli alienda nyumbani mwake, akayafungua madirisha yaliyokuwa yanakabili Yerusalemu. Biblia inasema ya kwamba aliomba mara 3 kwa siku. Aliomba asubuhi, aliomba mchana, aliomba na jioni. Sikia mtu wa Mungu, sijui unapita wapi, sijui umekanyagaje kwenye mwaka huu, lakini ile kwamba ulikuja hapa asubuhi, hukuacha kuja, uwe na uhakika Mungu huyu hawezi kunyamaza. Hata kama amenyamaza mwezi wa kwanza, usitie shaka. Hata kama amenyamaza mwezi wa pili, usitie shaka. Hata kama amenyamaza mwezi wa 3, usitie shaka. Ndio ikawa ametulia kimya mpaka mwezi wa 12. Bado mlango haujafunga, mtu wa Bwana. Huwezi ukajua dakika chache zijazo nini kitatokea. Biblia nayo isome inaniambia ya kwamba Danieli aliendelea kuomba hata kama iliwekwa marufuku. Kweli madeni yamekuzunguka, kweli unaangalia mwaka umekatika, vitu havijakaa sawa, lakini Bwana alimtia nguvu Danieli kuendelea kuomba. Akahakikisha ameenda mpaka kwenye lile tundu la simba. Alipoingia kwenye lile tundu la simba, Biblia inaambia ya kwamba Mungu alitokea kule kwenye lile tundu la simba. Wakati akiwa aipo kwenye simba, Bwana akatokea. Kwa nini? Yesu Kristo tuliye naye ni simba wa kabila la Yuda. Pigia Yesu makofi kama unaelewa. Usitie mashaka. Mimi nilishawahi kutiwa magereza, naye niona hapa. Shawahi kufungwa magereza, nikakaa huko ndani. Magereza nilishawahi kufungwa. Nilishawahi kushikwa katikati ya soko la mji la Arusha, nikashikwa kibepsi na mimi nikanyanyuliwa hivi, yani nikanyanyuliwa, nikawa naitwa mwizi. Wakaandaa na tairi wakisema wananichoma. Sikia mtu wa Mungu, Mungu akisema hutakufa, hayuko mtu anaweza kusema utakufa. Mungu akisema ya kwamba hutaangamia, hayuko mtu akusema ya kwamba hutaangamia. Haijalishi una uovu, haijalishi una dhambi. Hata sisi tulikuwa wa dhambi, na hata sasa bado hatujakamilika, lakini neema ya Mungu yatosha. Neema ya Bwana yatosha. Haleluya. Mungu yule aliyemwokoa Danieli saa ambayo Danieli hakutazamia, Mungu huyo huyo kwa upendo wake mkuu hakuokoe na wewe saa usiyotazamia, kwa utukufu wa jina la Bwana aliye hai. Unaposoma kwenye kitabu cha Wafalme mlango wa 17, Wafalme wa kwanza mlango wa 17, ukianzia ule mstari wa 10 pale mpaka mstari wa 16, Biblia inasema, basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane aliyekuwako akiokota kuni akamwita, akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Mstari wa 11, alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba
kipande cha mkate mkononi mwako, naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa, na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tule tukafe. Eliya akamwambia, usiogope, nenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee. Ukajifanyie nafsi yako na mwanao, kisha ukajifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Eliya, na yeye mwenyewe na Eliya na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sana neno la Bwana alilonena kwa kinywa cha Eliya. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza juu ya Mungu anatufundisha asili ya maongezeko. Asili ya maongezeko kwenye kitu chochote hapa duniani ipo kwenye kutoa kwanza. Wewe unayetaka kuongezeka kwenye kitu chochote, kama unahitaji kuongezeka kwenye kitu chochote, asili inasema hivi, wewe unayetaka kuongezeka kwenye jambo lolote, kwenye kitu chochote, lazima utoe kwanza, kwa sababu ndivyo asili inavyodai. Mungu alitoa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anataka kuona maongezeko ya watoto wake yakitoka kwenye nyumba ya uhalifu na nyumba ya shetani kuja kwenye nyumba yake. Kwa nini? Kwa sababu kitabu cha moja kati ya nyaraka za Paulo inasema alituhamisha kutoka katika ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo moja kati ya kanuni ya kutolewa, moja kati ya kanuni ya kuongezeka, uwe na uhakika mtu wa Mungu, ni lazima utoe kwanza. Kutoa kwako kunahitajika ni kwa muhimu katika lango ambalo unataka kuongezeka. Nataka tuangalie vitu kadhaa hapa. Mungu anatuonesha kwa vitendo. Alipotaka kutuokoa kutoka dhambini na tuwe wana wake tena, alimtoa mwanawe pekee awe sadaka ya kuteketezwa, ili atupate sisi na tuwe wana wake tena, tuitwe kwa jina lake. Amen. Mungu alipokuwa anataka kutuokoa sisi, ilibidi amtoe mwana wake ili atupate sisi. Kwa nini? Tayari tulishanunuliwa, tayari tulishachukuliwa na kutekwa, tulishakamatwa, tuko tayari kwenye ufalme wa giza. Utaelewa tu. Swali langu kwako ni hili. Mungu yeye alitaka kuongezeka kutoka alipokuwa amepoteza pale kwenye bustani ya Eden. Alitaka kuona anaongezeka tena, akamtoa mwana wake Yesu Kristo kama sadaka iliyo bora ya kuteketezwa. Leo wewe na mimi ni wa Kristo ambaye tumetoka ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Wangapi wanaamini hilo? Sio kutaka watu waamini hichi kitu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Sisi tumetoka ndani ya Yesu Kristo. Ndio maana anasema ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa nataka nijue kwa upande wako, ujiulize hili swali. Wewe unataka kuongezeka kwenye nini? Je, unataka kuongezeka kwenye biashara? Je, unataka kuongezeka kwenye elimu? Je, unataka kuongezeka kwenye eneo lako la mifugo? Je, unataka kuongezeka kwenye eneo lako la kilimo? Je, unataka kuwa na jina kubwa, ama product unayoiuza unataka ipate jina kubwa?
unataka nini? Kwa sababu Yesu Kristo yeye anasema hivi, baada ya kujitoa akasema, Baba, saa imefika, mtukuze mwanao ili mwanao akutukuze na wewe. Kwa nini? Anamwambia hivi, kazi ile ulionituma nimekwisha kuifanya, kwa hiyo unitukuze mimi nami nikutukuze wewe. Uwe na uhakika unapofanya wajibu wa Mungu kwenye maisha yako kwa kutoa sawasawa na Mungu anavyotaka utoe. Napozungumza habari ya kutoa, sizungumzi habari ya fedha tu, nazungumza habari ya vitu vingi hapa. Huko ndani kuna vitu vingi, kuna kujitoa wewe kama wewe na kuna kutoa. Kwa nini? Paulo anasema hivi, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai tena takatifu mbele za nani? Mbele za Bwana. Nikupe siri, mtu wa Mungu, mimi unayeniona hapa mpaka leo nafahamiana mchungaji wangu hapa Aila. Mimi nimetoka kwenye kufagia kanisa baada ya maisha kunipiga, maisha kuniharibu, baada ya kuchakaa na jina langu likapotea. Hakuna aliyeniona wa thamani, sio wa nyumba yangu wala sio wa barabarani. Unajua kuna wakati ambapo hauonekani wa thamani nyumbani wala mtaani, mpaka nzi anakuogopa. Manake unachukiwa na unajikuta unafika kiwango cha kujichukia mwenyewe. Mimi nilifika kwenye hayo maisha ya kujichukia mwenyewe. Nilikuwa siogopi tena kufa, siogopi tena kuharibika. Ilikuwa mtu akiniambia kitu yani sizungumzi mara mbili. Mimi ni mtoto wa Arusha, kumbuka. Yani sizungumzi mara mbili. Ushakula bamba ya kutosha tayari hapo juu ya shavu. Siongei na wewe mara tatu. Yani siwezi kuongea na wewe mara tatu. Yani ushakula bamba ya kumwagika hapo, kama sio meno amekutoka ushapata ganzi ya shavu. Lakini kwa neema ya Bwana ninataka nikwambia kwamba niliitwa Dar es Salaam, na aliyeniita sitaki kuambia ni nani, lakini nimeitwa Dar es Salaam. Nilipokuja nimekuja nikiwa pia sina mbele wala nyuma. Nilikuwa naambiwa ingia kwenye ibada ya Morning Glory asubuhi kwenye usharika mmoja wapo hapa Dar es Salaam. Nikawa naambia ingia, nikawa sielewi. Nasema naingia kufanya nini? Kwa sababu gani? Mambo ya ibada hayakuwa mambo yangu. Mimi nilikuwa ni mtu wa kijiweni. Uniambia dada yupi anapita na sketi, nimwangalie amekaaje, ameshika pochi yake namna gani, niirarue. Siwezi gani nikifika kwa sita ambia, "Lo, naomba hiyo pochi. Naomba hiyo pochi chapu." Changamka. Anatoa. Wewe unaona urefu huu kweli utasibutu unakataaje yani? Yaani unabisha kwa sababu zipi? Nilikuwa na minywele fulani hivi, minywele imeota hiyo mikubwa kuliko unavyofikiri. Kwa hiyo nilikuwa nikikutazama mara mbili na macho haya, lazima utoe ambacho unatakiwa kutoa muda huo. Nikaingia kwenye nyumba ya Bwana kwa kulazimishwa. Nikawa naenda asubuhi na jioni, naenda asubuhi na jioni. Najiuliza swali, hichi ni kitu gani? Sielewi. Yanahubiriwa mahubiri, mimi niko tu nimesinzia. Paka napigwa na wewe, amka, sikiza mahubiri. Lakini kwa sababu gani? Sikuwa najua nilikotoka ni wapi, sikuwa najua niko wapi, sikuwa najua nako kwenda ni wapi. Lakini Yesu wa matumaini bado aliningojea, bado alinisubiria, hakunikatia tamaa. Wakati wengine wanasema huyo ndo kashapotea, huyo ndo hamna kitu, hamna, huyo ndo tayari imeshaisha, Bwana anasema bado haijaisha. Ukurasa wa kwangu na yeye bado haujakata. Atukuze Mungu aliye hai, atupendaye kupita upeo. Haleluya. Nikamwona yule mtu anaanza kufagia. Yule mtu bwana ni mama yangu mzazi bwana. Wamama Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana wamama. Nikaona mama yangu anachukua ndoo, anakuja anafuta hapa madhabahuni, anafagia, anaondoka. Siku moja akaniambia, "Chukua na wewe ndoo." Nikajiangalia, nikasema mimi cheki bobu kweli. Nichukue ndoo nianze kufagia madhabahuni for what? Nikiangalia kuna vijana pale najisikia aibu na nini. Unajua wakati Mungu anataka kukutoa kwenye mlango fulani, kwanza huoni kama huo ni mlango. Shetani huwa anakufunga, huoni kama ni mlango. Pili, wakati Mungu anapokuwa amekosa sadaka, mara nyingi pia anakutumia wewe kama sadaka. Haujaelewa vizuri. Mungu alipokosa kwenye nyumba ya mzee Yese mtu akutoa sadaka, alimwambia Samueli, "Nenda katoe sadaka nimpate Daudi." Halo, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mamangu ananiambia, "Kwa nini tufanye tu safiri nyumba ya Bwana? Una kazi mwanangu, fanya hapa, Mungu atakupa kazi."
Mimi kweli kwa profession yangu mimi ni fundi umeme. Lakini nikasema kazi ipi? Dar es Salaam hii napata wapi kazi? Anyway nikasema tu acha nimridhishe Mungu. Acha nimridhishe huyu mama. Nikachukua maji kweli na kindoo changu nakifuta viti na nikawa navaa koti langu fulani kubwa na kofia ili watu wasinione. Sasa nasema yeye hata mtu ananijua, lakini ogopa shetani ni mtu wa ajabu na ni mpumbavu sana. Yaani ananiogopesha kuona kwamba hapa kuna watu wanakujua, hata watanisema vipi wakati ni nyumba ya Bwana. Kwa nikaanza kufuta viti, nikawa napita na mama pale na adikio ile la mti nafagia, ikaenda. Kukata story, nikaja nikajiunga na kwaya ya vijana ya ule usharika. Kukata story, nikaja nikaingia kwenye igizo la Pasaka. Nikaekti pale, kaigiza pale kama Herode. Na ukiniangalia kweli, Herode anaonekana hapa. Basi, pale bwana mchungaji ule usharika ndo akaniona. Akanionea pale. Mungu anapotaka kukutoa mahali ni process, sio kitu cha siku moja. Ndio ikawa umepita sana kwenye huu mwaka, usikate tamaa. Usichoke. Usiruhusu shetani akakuchosha. Mama yangu alinilazimisha twende, lakini kumbe Mungu kuna point ameiandaa mbele ambayo mimi sioni. Kwa nikasema acha nifanye kumridhisha huyu mama, na Mungu wetu ni mwaminifu sana. Akasema okay, hata kama sio kuniridhisha mimi, lakini najua iko siku utanisema mbele za watu kama mimi ni Mungu mkuu. Na nimemsema leo, sijamsema. Lakini kipindi kile nilikuwa siwezi kumsema, lakini leo nimemtukuza hapa na nimemsifia, nao umemsikia. Bwana Yesu asifiwe. Ukawa ni mwanzo wangu wa kutoka kimaisha. Ule mchungaji nikatoka nikakutana naye ofisini tukazungumza. Ndio mlango wangu wa kufungukia ukawa pale. Lakini kwa nini nasema kitu namna hii? Nasema hivi kwa sababu nazungumza habari ya sadaka. Unapotaka, Mungu anatufundisha unapotaka kuongezeka kwenye eneo lolote, lazima wewe unayetaka kuongezeka ndio utoe kwanza. Mimi nilikuwa sijui hata kama nataka kuongezeka. Nilikuwa sioni future kwamba tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 2025 utakuwepo kwenye madhabahu ya Kariakoo. Utakuwa unahubiria watu wangu. Nilikuwa sijui kitu namna hiyo, lakini yeye aliyejua tarehe 21 ya mwezi wa 12 ya mwaka 2025 alianza kuniandaa tangu mwaka 2017. Mpigie Yesu makofi kama unaelewa. Mtangazie Yesu makofi kama unaelewa, mtu wa Bwana. Sadaka ile ya kufagia pale, kwa sababu gani? Nilikuwa sina hela. Nafanya kazi wapi? Nilikuwa sina hela. Nilikuwa sina chochote, kwa hiyo inabidi nijitoe mimi. Amen. Nazungumza na mtu mmoja ambaye yuko hapa anasema, mimi nitatoa nini? Mimi nitafanya nini? Iko nyumba ya Bwana hapa. Wakati mwingine toa sadaka yako kama maombi, kuombea ibada za mahali hapa kama sadaka. Sio tu kuja uombewe. Wakati mwingine njoo mchana peke mwambia Mungu, naombea ibada za wiki hii yote. Iwe ni Jumatatu, iwe ni Jumanne. Bwana, neno lako likaponye watu. Neno lako likafungue watu. Neno lako likaokoe watu. Unaambia Mungu, hii ni sadaka yangu, sina cha kukutolea, lakini nina sauti ya kukupa kama sadaka. Haleluya, watu wa Bwana. Yesu asifiwe. Lakini wakati mwingine kumbuka jambo hili, ya kwamba tunapozungumza issue ya kutoa, hutoi tu kama unatoa ili kumfurahisha mchungaji. Kumbuka hiyo ni issue sensitive wewe na Mungu. Usije hapa ili mchungaji akuone. Mchungaji ataipokea, na akipokea atakuombea, lakini wewe utoae umejiandaaje moyoni mwako? Mimi unaniambia mbona wewe mtumishi ulikuwa hujawa serious? Mama yangu alikuwa serious. Hujanielewa? Mimi sikuwa serious, ila mama yangu aliyekuwa nyuma yangu alikuwa serious. Alimwambia Mungu, ona huyu mtoto anafagia hapa. Ni kweli ana sadaka, lakini kumbuka hii sadaka. Mimi nilikuwa sijui, lakini Bwana alikumbuka. Kwa nini? Yuko mtu aliyesimama kwa niaba yangu. Kama kuna mtu unamsimamia, usichoke kumsimamia. Endelea kumwombea, mtolee sadaka.
Ondoa saa usiyoijua. Bwana atajibu kile ukitakacho. Mpigie Yesu makofi tena. Bwana Yesu asifiwe. Fahamu jambo hili. Mungu alitoa kwa ukubwa. Ndio maana amepata kwa ukubwa. Pia wewe na mimi ni zao la sadaka yake. Usifanye mchezo. Usifanye mchezo. Mungu alitoa kwa ukubwa. Mungu alitoa kwa nini watu wa Mungu? Angalia kitabu cha Yohana 15. Utanielewa. Nataka nikusomea hapa. Yohana 15. Mstari wa 13. Soma pale. Yohana 15:13 tusome pale. Nasema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Amen. Mungu alikuwa na upendo kwetu, akamtoa mwana wake wa pekee. Angalia, nenda kupitia kwenye maneno, kwenye mstari kadhaa. Wakati Mungu anataka kuzaa taifa jipya, anataka kuzaa nation mpya, alimtafuta Ibrahim. Akamtoa Ibrahim. Sawa sawa. Alipomtoa Ibrahim alikuwa hana mtoto. Kumbuka hilo, alikuwa hana mtoto. Lakini Mungu akakaa na Ibrahim miaka 20 na ngapi? Na 5 bila mtoto. Akaja akampa mtoto, alafu baadaye tena anamtaka mtoto yule ambaye amempa Ibrahim kupitia Sara, ambaye ni Isaka. Kwa nini? Mungu alikuwa anataka kuzaa taifa jipya ulimwenguni ambalo litamzalia matunda. Kupitia hilo taifa atawavuta wengine waje kwake. Kwa hiyo kwa kupitia Isaka tunampata Esau, tunampata Isaka, tunampata Yakobo, si ndivyo? Kwa kupitia Esau na Yakobo anapewa jina jipya, anaitwa Israeli. Lakini huyu ametoka kwa Isaka. Mungu alipomtaka Isaka ni ili aitumie sadaka kama mlango wa maongezeko. Kwa hiyo ilibidi amtumie Isaka ambaye ametoka kwenye kiuno cha Ibrahim na aliyetoka kwenye tumbo la Sara, ili apate mlango wa kuongeza uzao ule autakao. Wewe una biashara, wewe umeajiriwa mahali fulani, wewe una shamba lako, wewe una mifugo yako, labda ni kuku, labda ni ng'ombe, labda ni mbuzi, labda ni nguruwe. Tunatamani kuona uongezeke hapo. Kumbuka mtu wa Mungu, lazima utoe kile ulichonacho hapo kwenye hicho ulichonacho. Tena utoe kwa ubora, tena utoe kwa ukubwa, tena utoe kwa heshima, tena utoe ukijua ya kuwa unayemtolea ni Mungu aliye hai, ni Mungu mkuu, ni Mungu pekee. Hayuko Mungu wa kufananishwa naye. Ukishaanza kutambua vitu vya namna hiyo na kuacha kuangalia vitu vingine ya kwamba nitaonekana wa thamani sana, hapana, mtolee Bwana. Kwa sababu kwa kupitia Isaka Israeli inazaliwa. Kwa kupitia Yesu Kristo ulimwengu mzima unapokea wokovu. Tumeketi mahali hapa tunaliinua jina moja tu, ambalo ni jina la Yesu Kristo aliye hai. Haliko jina lingine linalotukuzwa katika ibada hii, ila ni jina la Yesu Kristo aliye hai. Nami nimetumwa na Bwana nikwambia kwamba ukimheshimu Mungu naye atakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe tena. Nataka nikupe jambo moja hapa ushangae. Ili shetani ampate Adamu wa kwanza na aipate hatima yake, ilibidi atumie alivyo navyo kutoa sadaka. Ili shetani apate sadaka, ili shetani ampate Adamu wa kwanza na apate hatima yake, ilibidi atumie alivyo navyo kutoa sadaka. Ukisoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 pale, Mwanzo mlango wa 3, Mwanzo mlango wa 3 pale mstari wa 3.
kuanzia ule mstari wa 3 mpaka ule mstari wa 6. Biblia inasema, lakini matunda ya mti ulio katika bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, basi akatoa katika matunda ya ule mti, akatoa katika matunda yake akala, akampa mumewe naye akala. Shetani alipotaka kumpata Adam wa kwanza, ilibidi atumie alivyo navyo Adam kutoa sehemu ya sadaka. Mungu ama shetani anapotaka kukamata wewe, anataka kukamata wewe na hatima yako, usifikiri anaenda mbali. Haendi mbali, anavitumia vya kwako wewe. Kwa sababu gani? Vya kwako ndio vina nguvu. Kwa sababu gani? Vimebeba asili yako. Nakumbuka stakani sau mwaka huu tulienda mahali fulani kwa ajili ya semina. Wakati tumetoka pale, tukaenda kula kwenye hoteli moja. Wakati tunatoka hotelini kupanda kwenda kwenye gari, akatokea mtu mmoja. Hakuwa anaongea, akatokea tu mtu mmoja na kikaratasi kidogo tu, amekishika namna hii, akatupa. Sasa akampa mtumishi mwenzangu, akampa. Alipompa kile kikaratasi kimeandikwa hivi, nipe buku. Nipe buku. Imeandikwa hivyo, nipe buku. Halafu sasa mtumishi akanamuuliza, unataka buku? Nataka buku. Nataka buku. Nikamwambia mtumishi, hii hapa tukitoa hii buku, hii nchi itakuwa chuma. Itakuwa giza sasa hivi na tutarudi tulipotoka. Kwa hiyo tukamshtukia. Sikia. Tungetoa ile 1,000 kumpa, tungetoa kutoa kwenye hazina yetu. Tuko pamoja? Hiyo hazina aliyeitengeneza ni nani? Ni Mungu. Kumbuka hilo. Kwa kama alitengeneza ni Mungu, maana yake ili shetani apate kukudaka, lazima avitumie vya kwako. Atakuja mtu kama rafiki, atakuja mtu kama mtu baki. Samahani kwa kusema hiki, lakini sio kwa watu wote. Kwenye maduka mengi tunazoea kuna watu wanapita. Msaada, si ndivyo? Msaada. Tena Kariakoo hii wako wengi tu. Msaada, si ndivyo? Na sisi kwa wema wa Bwana tunatoa, tunawapa. Lakini ni muhimu sana kusikiliza ndani. Ndani kuna kuambia nini? Utoe ama usitoe? Na ukishaona mkanganyiko mara mbili, nitoe ama usitoe, usitoe, acha, mwambie asante, nenda. Kwa nini? Kwa sababu atatumia cha kwako. Kutoka pale alipokula, alipomkamata mwanamke akala, mwanamke akuona madhara, akamtafuta mwanaume. Adam akampa tunda akala. Alipokula, mambo yakabadilika. Sikia, kwenye biashara yoyote kuna muasisi. Ama sivyo jamani? Kuna muasisi wa biashara. Kwenye kampuni yoyote kuna muasisi. Kwenye ndoa yoyote kuna muasisi. Kwenye mradi wowote kuna muasisi. Ndio maana hata kama kampuni imekuwa, utasikia huyu ndiye aliyekuwa mwanzilishi. Sasa kumbuka, yule aliyebeba maono, huyo akikamatwa, huyo kampuni yote inakufa. Ndio maana ukitembea kwenye makampuni, kwenye mataasisi, ukienda kwenye biashara, unakuta kuna watu wana majina, unakuta kuna watu wana nafasi, unakuta kuna watu wana heshima. Chunguza sana mtu wa Mungu. Nataka ukielewe hapa asubuhi ya leo ni juu ya jambo hili, kwamba shetani atatumia cha kwako, haendi kwa jirani. Akikosa atatafuta mtu ambaye unamwamini. Biblia imemzungumza nyoka hapa. Hapa haijazungumza shetani, lakini aliyekuwepo ndani ya nyoka wakati anaongea nyoka hakuwa nyoka. Huyu nyoka alikuwa ndani ya nyoka alikuwa shetani. Kwa sababu ukisoma Mwanzo 3:1 inasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Kwa hiyo nyoka alifanywa na Mungu na akawekwa kuwa sehemu ya mazingira ya Adam. Kwa hiyo ndio maana alipokuja kuzungumza na Hawa, hakueleweka kama huyu ni shetani ndani. Kuwa makini na watu ulionao. Kuwa makini na watu wanaokuzunguka. Huwezi ukajua ni saa ipi ambayo adui atamtumia.
Mungu akupe akili kama ambazo Yesu Kristo alikuwa nazo. Akipindi kile wakati Petro anamjia kumwambia hustahili kufanya jambo hili, akamwambia rudi nyuma shetani. Yanaweza yakaja mawazo mazuri kwa ajili ya maisha yako, lakini nyuma yake amebeba mauti. Mara nyingi sana shetani anavaa ngozi ya kondoo, lakini ndani ana uharibifu. Ndani ni mbwa mwitu alaye na kumeza. Mungu akuepushe na hiyo mauti ya uharibifu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na ili Mungu ampate mwanadamu aliyetoka ndani ya Adamu wa kwanza. Sikiza sentensi vizuri. Na ili Mungu ampate mwanadamu aliyetoka ndani ya Adamu wa kwanza, ilimbidi amtoe mwanawe pekee kutoka kwa mwanadamu aliyetoka kwa Adamu wa kwanza. Sentensi hii ni tata, lakini utaielewa tu. Ili Mungu ampate mwanadamu aliyetoka ndani ya Adamu wa kwanza, ilimbidi Mungu amtoe mwanawe pekee kutoka kwa mwanadamu aliyetoka kwa Adamu wa kwanza kama sadaka iliyo bora, ili ampate mwanadamu yule wa kwanza halisi aliyemuumba kabla ya anguko. Bwana Yesu asifiwe. Naomba watu watatu hapa, watu watatu vijana watatu. Utaelewa hii sentensi. Vijana watatu nawaomba hapa mara moja. Angalia vizuri hapa. Kama rafiki yako amelala, mwambie amka. Ili Mungu ampate mwanadamu wa kwanza. Sawa sawa. Mwanadamu wa kwanza ni huyo hapa. Sawa si ndio Sasa anataka kumpata mwanadamu huyu wa kwanza. Tayari huyu yupo. Huyu hapa ni Yesu Kristo, mwana pekee. Sawa sawa. Lakini Mungu anataka kumpata huyu hapa, kashaharibika kwa ajili ya anguko. Ila hujaharibika ndugu yangu, usiwe na mashaka juu ya hilo. Sasa huyu hapa ndio Adamu wa kwanza, ambaye kwa kupitia yeye wameshaharibika hawa waliokuja. Huyu ndio Yesu Kristo. Ili Mungu ampate huyu mwanadamu wa kwanza kwa huyu, inabidi Mungu sasa amtoe Yesu Kristo aingie kwa huyu. Amen. Huyu anaingia kwa huyu, anaingiaje? Ndio maana Shetani alitumia njia ipi? Alitumia njia ya mwanamke kwenda kumpata Adamu wa kwanza, si ndio? Na Mungu naye alitumia njia ya mwanamke kumpata Adamu wa kwanza. Haleluya. Sisi tumeelewana vizuri hapo. Alituma malaika Gabriel, akaenda kwa nani? Akaenda kwa Mariamu. Mariamu alikuwa mwanamke. Na ukienda kwa Hawa alikuwa mwanamke. Hawa alikula tunda, likabaki wapi? Tumboni. Kwa nini? Chakula kinajenga afya ya mwili. Tuko pamoja? Kama chakula kinajenga afya ya mwili, manake chakula kile kilibaki mwilini, hakikutoka. Ili kitoke, Yesu anasemaje? Imeandikwa, nyumba ya baba yangu itaitwa nyumba ya nini? Ya sala. Kwa hiyo akasema si nyumba ya nini? Ya wanyang'anyi. Ndio maana Yesu aliitumia ishara ya nje wakati alipokuja ulimwenguni, wakati amekaribia kusulubiwa, akaingia hekaluni, akapindua meza. Maana yake nilikuwa ni ishara ya rohoni, ya kwamba ndani ya mwili huu wa Adamu wa pili haruhusiwi kukaa kitu chochote, lakini akae Kristo Yesu aliye hai wa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu sasa inabidi, ili litimie lile neno, ili lile agano litokee, inabidi Yesu aingie kwenye tumbo la Mariamu, akae miezi 9. Unafikiri kwa nafanya nini kule ndani? Biblia inasema hivi, roho ya Mungu itakushukia kama kivuli, na wewe utabeba ujauzito, si ndivyo? Kwa hiyo ile roho ilipomshukia ilikuwa inashughulika na yale maroho yaliyosababisha anguko la kwanza. Kwa miezi 9 alishughulikiwa maroho. Kwa miezi 9 uharibifu uliondolewa. Kwa miezi 9 umaskini uliondolewa. Kwa miezi 9 kila namna ya uharibifu katika ulimwengu huu kwenye mwili wa mwanadamu uliondolewa. Ndio maana tunasema amezaliwa Mwokozi. Amezaliwa Mwokozi. Neno Mwokozi ni mkombozi. Kwa hiyo huyu akapita, akaingia hapa. Anapoingia hapa, huyu anatakasika, anakuwa msafi. Kwa hiyo kutokea hapa sasa, Mungu anatangaza ukombozi kwenye ulimwengu. Atasema kila amwaminie hatapotea, bali atakuwa na uzima wa milele. Pigie Yesu makofi. Mungu awabariki sana.
Nami ni maombi yangu kwa Bwana aliye hai, ya kwamba Mwokozi anapozaliwa, azaliwe na kwako sasa. Azaliwe na kwako sasa. Wangapi wanasema azaliwe na kwangu? Wangapi wanasema azaliwe na kwangu? Wewe pigie watu wawili makofi, watatu. Amka, simama mtu wa Mungu, wapigie watu wawili makofi. Simama kwa miguu yako miwili, mwambie azaliwe ndani yako. Mwambie tu azaliwe ndani yako. Huyo Mwokozi aliyeondoa uharibifu, aondoe na kwako. Aondoe na kwako. Pigia Yesu makofi tena na vigelegele. Amen. Amen. Tumalizie kwa kusema kwamba nia ya sadaka kulingana na ukubwa wake. Katu. Nia ya sadaka kulingana na ukubwa wake inampa Mungu nguvu. Nia ya sadaka kulingana na ukubwa wake inampa mtu nguvu katika ulimwengu wa roho na wa kimwili, wa kutawala na wa kumiliki juu ya mazingira na watu wanaoishi juu ya mazingira hayo. Narudia tena. Nia ya sadaka kulingana na ukubwa wake inampa mtu nguvu katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu gani? Sadaka yoyote nyuma yake kuna nia. Kuna sababu ya kwa nini unatoa hiyo sadaka. Sikia mtu wa Mungu, tulikuwa tunataka speaker, ama sivyo? Zimefika hazijafika? Tunataka system nzima ya music, imefika haijafika? Nia yetu ni nini? Ni kumtukuza Mungu aliye hai. Amen. Kwa hiyo nia yoyote ya sadaka nyuma yake, nia yoyote ya sadaka kulingana na ukubwa wa hiyo sadaka inampa mtu nguvu katika ulimwengu wa roho na wa mwili na wa kimwili. Moja, nguvu ipi? Ya kutawala. Mbili, nguvu ya kumiliki juu ya mazingira na juu ya watu wanaoishi kwenye mazingira. Ukisoma habari za Wafalme wa Pili mlango wa 12 ule mstari wa 26, unakutana na habari za mfalme mmoja anaitwa Yeroboamu. Yeroboamu alitoa sadaka kwa ajili ya wana wa Israeli ili wasiende kumwabudu tena Mungu Yerusalemu. Kwa sababu walisema ya kwamba watakapoenda kumwabudu Mungu kule, alisema ya kwamba wataenda kumwabudu kisha yeye atanyang'anya ufalme. Kwa hiyo akatoa sadaka, akatengeneza madhabahu, moja Betheli, moja Dani. Alipotengeneza ile madhabahu, akawaambia wana wa Israeli ya kwamba nyinyi miungu hii ndio iliyowatoa kutoka Misri, hamwezi kwenda kuiabudu kule. Kwa nini? Nia ya sadaka ya Yeroboamu ilikuwa ni kuwakamata akili, kuwakamata fikra, kuwakamata maamuzi wana wa Israeli iliyofanyaje, ili apate kuwamiliki atakavyo yeye, ili apate kuwatawala atakavyo yeye. Sikia mtu wa Bwana, Mungu aliyemtumia Elia kutoa sadaka ili kuwakomboa wana wa Israeli, atumie sadaka yake kukomboa na wewe. Baada ya Yeroboamu kutoa sadaka ile, Biblia inasema kwamba wana wa Israeli walienda kufanya kama Yeroboamu alivyosema. Hawakwenda tena Yerusalemu, walienda kutoa sadaka kule kwenye madhabahu za ndama ambazo Yeroboamu alitengeneza. Kwa hiyo nia ya sadaka ya Yeroboamu ilikuwa ni kuwakamata. Nia yako wewe ni nini wakati unatoa sadaka? Nia yako wewe ni nini wakati unamtolea Mungu dhabihu? Sikia neno la Bwana katika malango ya asubuhi ya leo. Bwana anasema ya kwamba nia yako inatakiwa iwe kwake yeye, juu ya ufalme wake. Wewe uliyeingiza mkono wako mfukoni ukasema Bwana ajipatie maiki, Bwana ajipatie speaker, Bwana ajipatie drums, Bwana ajipatie vyombo kadhaa kwa ajili ya kumtukuza yeye, uwe na uhakika kabla havijaanza kumtukuza Bwana, Bwana atavitukuza vya kwako. Bwana atavitukuza vya kwako. Bwana kabla hajaanza kuinuliwa hapa, atainuliwa nyumbani mwako. Utashangaa tu, kuna mambo yalikuwa yamebandi karibia miezi 9-10, lakini huwa 12 unashangaa mambo yanajipa. Zile hela zilizokuwa na dai unashangaa ghafla unaanza kulipwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahali umemgusa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimemwona Mungu katika eneo la utoaji.
Kwa sababu gani? Kwa sababu nimejifunza. Wakati nilijaribu kumtolea nilimuona, wakati nilijaribu kumtolea nilimuona akijifunua. Na mimi nataka nikwambia kwamba Mungu hawezi kunyamaza. Kama hakunyamaza kwa ajili ya Kornelio juu ya wingi wa sadaka ambazo alimtolea kwa mwaka mzima, uwe na uhakika na wewe kabla mwaka hujafunga utauona wema wa Bwana katika nyumba yako. Utauona ukuu wa Mungu katika nyumba yako. Na Bwana hakubariki na kukulinda. Na Bwana neema yake iwe juu yako isikupungukie. Na Bwana akutengenezee njia mahali pasipokuwa na njia. Bwana akufanyie nafasi mahali ambapo palikuwa hapana nafasi. Mungu aliyekumbuka sadaka ya Kornelio aikumbuke na ya kwako pia. Haleluya! Pigie Yesu makofi ya kutosha.